Tukio moja nilisikitika, alafu nikasema sitarudia tena kwa mtoto wa 2000, lakini moyo ukasema rudia. Ni kwa kweli alinikung'uta. Yaani mfuko wangu wote alilala pale nyumbani. Mimi nilipokwenda kuoga, yeye kakuta mifuko yote kapindua. Yote aliiba yote, alikung'uta. Na muda mimi naenda kuoga, yeye anaikung'uta mifuko, ameondoka. Nikajilaumu kwamba mtoto ana 2000 sio mtu mzuri, lakini kwa vitendo ni mtu mzuri. Kwa hiki kitendo hiki kilinikwaza. Kwa mwizi. Alikuwa mwizi. Au mzee ulichoka baada ya kuona mama nini ukachoka? Hapana, nilikuwa bafu, ilikuwa naoga. Kusudi tu kwamba nioge, nikirudi kule nirudie tena ngoma hapa. Kumbe yule ndio alichoka, akaona kwamba bwana hii hela anonipa ndogo, kwa hivyo ngoja niingie kwenye benki lake. Akaingia kwenye suruali yangu. Moja kwa moja akakomba vitu vyote. Kabeba hela zote. Watoto 2000 wezi. Na siku hiyo sijui na mama yake, sijui ni nani, alimkuta, mama leo mbona unatumia vizuri? Aliiba kama 400 hivi. Umenisoma? Kama 400 hivi aliiba. Kama 400. Na ukweli nizungumze kwamba mpaka siku nilokutana naye tena, nilimuuliza wewe ulifanya nini? Alibaki kuvunja miti tu, kukatakata miti. Hana cha kujibu. Nikamwambia vipi ulifanya? Kwani ulishindwa kuniambia kwamba mimi na hiki na hiki, mbona hivyo? Mimi itabidi unisamee tu. Naambia basi nimekusamee. Twende kazini leo. Wewe nikamrudisha akawa yuko hivi. Kazini hajaiba. Hajaiba siku hiyo, nilikuwa intention hata hasira zako zote siku. Hiyo hasira ilikuja moja kwa moja kama ulivyomuona Mbogo amejeruhiwa, basi ndio ilikuwa siku hiyo. Nikamwambia wewe hiyo, lakini leo utalipia hapa. Lakini kwenye akili yangu sikumwambia yeye. Na ni kweli nikamsugua mpaka akajua mimi leo hapa nasugulika. Ukafanyaje? Nilimsugua, Mpaka akajua leo mimi nipo kazini hapa. Nalipia kweli ile 400 ile.